Naitwa Sajini Meja Shabani Musa, ni afisa habari wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Kagera. Tupo kwenye maonyesho ya Sabasaba kwa mwaka huu kwa lengo la kuja kutoa elimu kwa wananchi na kuelimisha jamii aina vifaa vyetu vya maokozi nchi kavu na majini. Hapo ukiangalia kwenye banda letu tuna vifaa mbalimbali vya maokozi ikiwepo vya ajali barabarani, vya maokozi ziwani, mtoni na kwenye maji. Tunavyo na kama mnaviona wananchi hapa kutosha wanaendelea kupata elimu namna gani vifaa vinavyoweza kufanya kazi. Na tangu maonyesho yameanza kuanzia tarehe 1 mpaka leo tarehe 7 tumetoa elimu kwa watu wengi sana. Mpaka sasa tunakadiria kama watu 300 na sehemu wameshapata elimu ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, hasa elimu ya maokozi nchi kavu na majini. Tuna vifaa mbalimbali hapa vifaa vya kuzimia moto, lakini pia tuna vifaa vya ajali za barabarani. Tuna kitu kinaitwa bolt cutter ambayo tunayo inapotokea ajali za barabarani. Kuna wakati tutakuta watu wamebanwa kwenye magari, kwa hiyo tuna mashine ya kupanulia vyuma tunayo hapa. Tuna mashine ya kukata zege, kukata ukuta kama kuna watu wamenasa, tunayo hapa. Pia tuna mashine inaitwa airbag au venti, pia tunayo hapa kwa ajili ya kutolea moshi kwenye majumba endapo moto unawaka watu wakawa hapo ndani mtakwenda kufanya maokozi. Tuna mashine ambayo inaitwa venti au blower, huwa ina saki moshi kutoa ndani kutoa nje au kusukuma kutoka kwenye njia za madirisha. Lakini pia tuna kitu kinaitwa airbag. Airbag kazi yake kubwa ni kufanya maokozi endapo labda gari imepinduka ikawa imelalia watu. Airbag kazi yake tunaijaza ile, huwa inajaa, inainuka, tunaweza kutoa watu kwa urahisi. Lakini pia tuna kitu kinaitwa fire blanket. Iko hapa kwa ajili ya kufanya maokozi hasa kwenye tukio la moto kwa mtu anayefanya shughuli za mapishi nyumbani, ambayo ni hapa fire blanket kwa mtu ambaye anapika nyumbani, aweza kawa ameweka mafuta muda mrefu kwenye jiko yakapata moto, ukaweka kitunguu au nyanya moto ukatokea. Hasa hii fire blanket inatumia, unaikunjua, unaenda unafunika kwenye ile sufuria ambayo ina mafuta na moto unawaka. Ukishaifunika, moto ukikosa hewa ya oksijeni ule moto unazimika. Pia unapata njia rahisi kwenda kuzima ile valve ya jiko lako la gesi na moto ukafanya nini, moto ukazimika. Lakini pia tuna diving suit zipo kwa ajili ya maokozi kwenye maji, pamoja na mtungi wake ule pale unavaa. Kuna miwani hapa kwa ajili ya kufanya maokozi kwenye maji, ambao divers wazamiaji wetu wana uwezo kukaa kwenye maji zaidi ya nusu saa kwenda kufanya maokozi, kutafuta watu walionasa kwenye maji. Lakini pia tunatoa ushauri kwa wavuvi wanaovua, wanafanya shughuli za uvuvi kwenye ziwa. Kuna kitu kinaitwa fire blanket life jacket, ni muhimu kuwa nazo kuzivaa wanapoenda kufanya shughuli za uvuvi wa samaki na dagaa, kwa sababu hizi ni muhimu hasa katika kipindi hichi cha kiangazi. Kuna upepo mkali ziwani, unaweza kuwa umevaa hii, hata kile mtumbu ukapigwa na maji au upepo, itakusaidia kuweza kusurvive kwenye maji, sababu kimfano hii life jacket inaweza kukaa kwenye maji masaa 12. Lakini pia tuna kitu inaitwa ring life, ambayo yenyewe pia inatakiwa wavuvi wawe nayo kwenye maji, ambao unaweza kusurvive nayo hata kwa siku 3 mpaka 4, ili maji ukiwa na nguvu na kuweza kuishika vizuri na punzi ndani ya maji. Lakini pia kingine tunaweza kutoa rai kwa wananchi, kipindi cha kiangazi watu wanaandaa mashamba, wanachoma nyasi kwa ajili ya kuandaa mashamba. Tunatoa rai ndani ya hichi kipindi, matukio 3 yametokea ya moto wa nyika, matukio 4. Moja limetokea juzi kule Msila Kisiwani, eneo kubwa limeungua na moto. Kwa hiyo tunaomba wananchi wanapotaka kuchoma, kuandaa mashamba, wahakikishe wanaweka kitu kinaitwa fire break. Yaani mtu kama una shamba lako eka 3 au eka 4, hakikisha unatenganisha zile eka kwa kutengeneza zile barabara, hata moto ukiwaka ushindo kutoka eneo moja kuhamia eneo lingine. Tunaomba sana wananchi katika kipindi hichi cha kiangazi, kuna upepo mkali, wanapochoma wanasababisha hasara kwenye mashamba ya watu wengine.